Na mtazamaji wa Tumaini Television, ni kushukuru sana kwa kuwa sehemu mkubwa ya mchango mkubwa sana katika kutazama vipindi vyetu mbalimbali ambavyo tumekuwa tukikuletea kila mara inapofika siku ya Jumanne. Karibu sana ndani ya kipindi cha Maisha Kliniki, na leo tuko hapa kuhakikisha kwamba tunaendelea kukupa elimu ambayo inakusaidia. Ni muendelezo wa vipindi vyetu ambavyo kila mara tumekuwa hapa tukikuletea vipindi ambavyo vinakusaidia sana katika maisha yako ya kila siku katika jamii yetu ambayo tunaishi nayo. Na hii ni Maisha Kliniki, na hapa ni maishani, na wewe ni mwana maisha halisi, tunakukaribisha sana. Na leo utaenda kujifunza vitu vingine vizuri ambavyo nimekuandalia mimi pamoja na mwalimu ambaye yuko hapa, mwalimu wa saikolojia Samuel Moleli, ambaye kila siku tunakuwa tunakuletea mada nzuri sana ambazo zimekuwa msaada mkubwa, kwa sababu tunapata maoni yako, ushauri na vile ambavyo unapokea elimu hii ambayo tunakupa. Karibu sana, na nakusalimu tena ili tuweze kuungana kwa pamoja. Leo niko na mwalimu wa saikolojia mwenyewe Samuel Moleli. Tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba leo unafahamu kuhusiana na afya ya akili na uraibu wa pombe. Ni jukumu letu sisi kukuelimisha, ni jukumu letu sisi kukuelekeza namna gani unaweza ukapona kupitia hiki ambacho tunakuelekeza. Na kabla ya kwanza, kitabu chetu bado tunacho, afya ya akili na ustawi wa ndoa. Na leo kwenye kitabu hiki nimependezwa sana na nukuu hii. Na wewe ningependa nikushirikishe kuhusiana na hii nukuu kabla ya kwenda mbali zaidi. Inasema, yatazame maisha yako kwa kioo kikubwa mbele ya gari, usiyatazame maisha yako kwa kioo kidogo pembeni ya gari. Kwani kioo kidogo huonyesha yaliyo nyuma yako, mbali kioo kikubwa cha gari huonyesha yaliyo mbele yako. Endelea kusonga mbele hata kama kuna magumu kiasi gani, usirudi nyuma, songa mbele. Kwa faida yako mtazamaji, yatazame maisha yako kwa kioo kikubwa mbele ya gari, usiyatazame maisha yako kwa kioo kidogo pembeni ya gari. Kwani kioo kidogo huonyesha yaliyo nyuma yako, mbali kioo kikubwa cha gari huonyesha yaliyo mbele yako. Endelea kusonga mbele hata kama kuna magumu kiasi gani, usirudi nyuma, songa mbele. Ni kitabu kutoka kwa mwalimu wa saikolojia Samuel Moleli, afya ya akili na ustawi wa ndoa. Nimeona nianze na hii nukuu, inaweza ikakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Karibu sana, na nakualika, na pia unayo fursa ya kushiriki nasi kupitia 0742 77 34 44 kwa maoni, ushauri, swali lolote pale mwishoni. Pia mwalimu wa saikolojia atakuja atoe mawasiliano. Karibu sana mwalimu. Asante ndugu. Habari ya kwako? Jema kabisa. Mambo yanakwenda? Kwenda vizuri tu. Ni furaha nyingine tena kuendelea kutoa elimu kwa umma, mimi na wewe hapa katika Maisha Kliniki. Karibu sana ndugu yangu. Nilikuwa napitia kitabu hiki na leo ikanipendeza kuanza na hiyo nukuu. Sawa. Hatujaenda mbali kwenye afya ya akili na uraibu wa pombe, ambao ndio mada ambayo tumemletea mtazamaji wetu kwa siku ya leo. Nukuu hii hapa. Sawa. Mtu asiyatazame maisha yake kwenye kioo kidogo cha gari. Ndio. Ulikuwa unalenga nini hapa? Lengo langu kubwa hapo, hayo maneno aliniambia baba yangu mzazi, Mr. Gamaleli Mafie. Ndio. Wakati nasoma alizungumza tu, yatizame maisha kwa kioo cha mbele. Maana yake ukiyatizama maisha kwa kioo cha mbele unayaona kwa ukubwa. Yes. Ukiyatizama maisha kwa kioo kidogo unaona vidogo kilichoko nyuma. Kwa hiyo ukiwa unashikilia mambo yaliyopita, huwezi kwenda mbele. Utashikiliwa na huko, utabaki huko. Msongo wa mawazo utakutesa, utaona yaliyoko mbele yako kabisa. Na maana yake ni kwamba hata kama ukikutana na magumu, Yesu alijikuwa mara 3 akasimama. Na wewe mwanadamu unaambiwa sasa hivyo. Yatizame maisha kwa kioo cha mbele. Unapoanguka, simama, jikungute vumbi, nenda na safari, kwa sababu mbele yako kuna makubwa kuliko huku nyuma ulikotoka. Ndio. Asante, nakushukuru sana. Mimi mtazamaji, jambo moja tu, kila siku nitakuwa nakuletea ndani ya kipindi cha Maisha Kliniki nikiwa na mwalimu Samuel Moleli, nitakuwa nakuletea nukuu ambazo ziko humu, ambazo zitakutia hamasa ya kuendelea kupambana na kunyanyuka na kwenda mbele, kama alivyozungumza hapa mwalimu Samuel Moleli. Na yeye, hii ni maneno ambayo aliambiwa huko miaka ya nyuma na mzee wake, lakini leo hii ametushirikisha kwenye kitabu chake cha afya ya akili na ustawi wa ndoa. Hakikisha unapata nakala yako uendelee kupata elimu nzuri. Mwalimu, leo tunazungumzia kuhusiana na afya ya akili na uraibu wa pombe.
Jamii yetu tunafahamu sasa hivi mtu akiwa na changamoto kidogo tu anaamini pombe ndio msaada pekee wa kupunguza matatizo yake. Akiwa na changamoto kidogo tu anajua awatafute marafiki zake waende wakalewe, pengine matatizo anaweza akapungua au shida alionayo inaweza ikaisha. Lakini kwa wewe mtaalamu uko hapa utatueleza hilo na utatupa kwa kina zaidi, je, ni tatizo kiasi gani katika jamii yetu na inapaswa kufanya nini. Lakini yote kwa yote, kabla tujaenda mbali zaidi kwenye mada yetu na hii issue ya afya ya akili kwa mtu anayetutazama, ili tupate mwendelezo mzuri, tuanzie hapo kwenye afya ya akili, tufafanulie kidogo. Asante ndugu mtangazaji na ndugu mtazamaji, tunakushukuru kwa kuendelea kutusikiliza. Naamini leo pia utapata jambo moja, hata ukipata neno moja nenda nalo, amka nalo likuangazie. Ndugu mtangazaji, kwa mada yetu hii, afya ya akili ni neno ambalo ni hali, sio neno, ni hali. Na ndio maana unaona sehemu kubwa ya watu halieleweki. Unaweza sema kila mtu ana shida, ana afya ya akili. Sasa afya ya akili nitamzungumzia mtu mimi kama nilivyo na wewe, alafu ndani mwake unaweza ukaelewa nini na maanisha. Mtu, mwili wako au mtu aswa amegawanyika katika sehemu 5. Sawa. Kuna mwili huu wa nyama unaoonekana. Mwili huu wa nyama akili yake ni DNA au vinasaba. Ndio akili ya huu mwili. Sawa. Mawasiliano kwenye vinasaba, wanasema Kiingereza DNA and RNA. Waliosoma biology wanajua ili mawasiliano yaweze kwenda, kuna kitu cha namna hiyo. Sasa kuna mwili wa fikra. Mwili wa fikra akili yake ni kumbukumbu. Sasa unafikiri nini? Unatunza kumbukumbu gani? Fikra ni uwezekano, sio uwezo. Ni uwezekano wa kufikiri. Sawa. Na kufikiri ni uwezo wa kukiri. Sasa mtu, mwili wa fikra maana yake unapotunza, unapofikiri vema. Kwa sababu watu wengi wana fikra lakini hawafikiri. Lakini ukiwa unafikiri maana yake una hazina. Una kumbukumbu gani? Unatunza kumbukumbu gani ndani mwako? Unakumbuka nini? Mabaya tu au vipi? Hapo sasa ukitunza hapo utajua sasa afya yako ya akili ikoje. Ukikumbuka mabaya tu, yani wewe unaota kufa tu, unaota kulogwa tu, maana yake uko kwenye hali nyingine. Kuna mwili nafsi. Mwili nafsi akili yake ni mawazo. Sasa mawazo yametawaliwa na hisia. Kuna hisia hasi na hisia chanya. Unawaza nini? Ukiwaza uchanya unajichaji, umungu utasomeka ndani mwako. Kama hivi tulivyo hapa. Ingekuwa tunawaza uhasi hala tusingekuja hapa. Kabisa. Ukiwaza hasi maana yake unajihasi. Utajipenda. Huwezi ukajipenda, wala nuru haitaonekana. Giza litaonekana kwa sababu matendo ya giza ndio yatakayojaa kwako. Nafsi itakuwa inafifia. Watu watakuona katika hali hii, na ndio mada yetu tunapokwenda huko. Mwili nafsi akili yake ni mawazo. Mwili roho akili yake ni maono. Wewe kama kwa mfano kipindi hiki kinawafikia watu, tumeokoa wengi, nadhani kama nilivyokuambia kipindi kile. Wengine wanatamani kujiua, wamekata tamaa ya maisha. Maono mlioanzisha au timu yenu iliyoanzisha kipindi hiki nadhani yamejenga, yamekwenda. Sasa mtu anatunza mwili roho akili yake ni maono. Maono yako ni nini? Je, mtu ana maono au hana? Roho inaona tu, ndio maono. Mwili roho, mwili mtu sasa, mwili mtu akili yake ni uwepo. Sawa. Uwepo, present moment, yani uwepo ndio umungu. Mungu anatusoma sisi sasa. Hivi tunavyozungumza hivi, ujumbe huu unakwenda moja kwa moja kwa mtazamaji. Sasa sio jana. Ni sasa. Sasa maana yake kuna jana, kuna kesho, alafu kuna leo. Sasa watu wengi wako jana wakiishi leo. Wengine wako leo, wako kesho wakiishi leo. Ndio maana hatuendi. Ndio maana hatusogei. Maana yake sasa depression ni kwa jana. Mtu anawaza mambo aliyotendewa huko nyuma, anaishi nayo leo. Haoni leo ni giza. Kazi ya shetani yuko jana na kesho, akuletee depression, akuletee msongo wa mawazo, akuwazishe ulivyotendewa jana. Ndio maana ile ya kwanza inasema ukiyatizama maisha kwa kioo cha nyuma cha kidogo
utaona huku nyuma umeshazika. Hapana maana, jifunze tu kwa huku nyuma. Ila leo ukiamka, mwambie Mungu asante, alafu anza fanya. Ikifika usiku ni kama vile Mungu alivyokuwa anaumba dunia. Siku ya kwanza akafanya hivi, ilipofika jioni akatizama akaona ni vema, akapumzika. Sasa utakiwa kutembea na ya jana. Kesho kuna kitu kinaitwa anxiety disorder, matarajio makubwa, high expectation. Ukiwa na matarajio makubwa huwezi kuona sasa hivi kwa sababu utalenga kesho. Sasa ukiwa na hiyo hali, afya yako ya akili ikiishi leo, utakwenda utatizama mbele, hutahangaika na mambo mengine. Maana yake utakuwa unaufahamu, unauelewa, na utakuwa unatembea na hali iliyopo kuliko kushikiliwa na jana. Kwa hiyo afya ya akili ni hali ambayo inamfanya mtu, ni hali ya ubongo kung'amua mambo mbalimbali inayohusianisha kuhisi, kufikiri, kuwaza, kuamua, kutenda ipasavyo ili kuleta ustawi katika jamii. Lakini lazima hivyo vitu vitano viende pamoja. Nadhani umenipata hapo. Nimekuelewa. Na tumeenda sambamba. Ndio maana nikasema mwalimu, hapo kuna kitu unaweza kutuacha nacho. Na kweli umetuacha nacho kwenye afya ya akili. Umetuelekeza na umetueleza vizuri. Tunaenda kujikita sasa kwenye mada yetu kuu kwa siku ya leo, afya ya akili na uraibu wa pombe. Tumemaliza kuangalia afya ya akili na umeelezea vizuri. Uraibu wa pombe. Tunapozungumzia uraibu wa pombe, tunazungumzia kitu gani hiki mtaalamu mwalimu? Asante ndugu mtangazaji. Uraibu ni ile hali ya mtu kuzidiwa na pombe. Maana yake amepitiliza kiasi. Mtu huyu kisha pitiliza kiasi, neno kiasi kwenye Biblia na kwa mwanadamu ni neno gumu sana. Limeongelewa mara nyingi, lakini neno gumu sana. Kupitiliza kiasi ndio uraibu sasa. Na ulevi ni uraibu vile vile. Kama vile mfano, mtu anayetizama picha za utupu, anafika mahali anashindwa kufanya chochote. Mtu anayebeti, hali ya sasa hivi ni ngumu sana, nazungumza na watu wengi. Mtu ameuza nyumba, ameuza na vijiko na nini kwa sababu ya kubeti, ni uraibu pia. Uraibu wa bangi, uraibu wa sigara, uraibu wa pombe, yote hivyo vimeshafanya jamii inateseka sasa hivi na watu wanateseka. Kina mama wanalia na mambo hayaendi. Sasa uraibu hauna dawa. Uraibu hauna dawa. Dawa yake kubwa ni mtu mwenyewe kukubali ile hali kwamba hii hali imenilemea. Asidanganywe na mtu kwamba anaweza kaenda kanywa kwa sehemu popote dawa. Hakuna dawa ya uraibu. Uraibu ni ile hali ya mtu kukubali kwamba nimelemewa. Acceptance. Kukubali kwamba hii hali imenilemea. Lakini hiyo mwalimu ndio changamoto ya watu. Kukubali. Ndio maana yake. Ndio changamoto yenyewe, kwa sababu mlevi ukimwambia wewe ni mlevi mnaweza mkagombana kabisa. Sasa kwa mfano wanaoangalia kipindi hiki, wale ambao ni waraibu watakimbia tu. Lakini ndugu zao ambao watatizama wanaweza wakaona. Yule ambaye ana akili sasa, afya yake akili imetulia, ndiye ataelewa sasa hiki kinachoongelewa hapa. Tukimpeleka kwa yule inaweza akasaidika, tukimtafutia mtu huyu anaweza akasikia, kwa sababu hapa tunaongea ukweli. Kabisa ukweli haupendwi kwa namna hiyo. Maana yake sasa uraibu hauna dawa, ni mpaka mtu akubali kwamba kweli hii hali imenilemea. Ule utayari wa kukubali, ile nguvu ya ndani tayari imeshaua ile external, ile nani ya nje ambayo inamvuruga. Akipata msaada kidogo anatoka kwenye ile hali. Lakini apate pia, unaanza na dawa kwa sababu kuna wengine wamezidiwa zaidi. Kwa hiyo unakuta hata ukimwambia jambo aliingii, lazima apate dawa kwanza ili arudi kwenye njia, alafu ikisha nani vizuri, ndio unaanza sasa kuzungumza naye kwamba hiki na hiki kinatakiwa kiende hivi na mambo haya yaende hivi. Katika sehemu ngumu sana ni acceptance. Kukubali kwamba kweli hii hali ni ngumu. Kwa mwanadamu hakuna kitu kigumu kama hicho. Na mwenye hekima huwa anakubali hata maonyo. Anapoambiwa ukweli unakubali. Kwa sababu kwa mfano ndugu mtangazaji, ukiwa na mtu rafiki, kuna mtu rafiki na watu rafiki. Mtu rafiki ni yule ambaye anakueleza moja kwa moja ukweli. Kwamba kaka yangu hapa bwana, pale uliteleza hivi na hivi, inaisha. Inabidi tuende hivi. Lakini tumezungukwa na watu rafiki. Ila ukipata mtu rafiki kwa mwaka unaweza ukapata mmoja
au wawili au kakosa, hamna kabisa. Lakini ukiwa naye maishani, maisha yanakwenda. Ila tumezungukwa na watu rafiki ambao sasa unakuta tabia zetu, mienendo yetu inatirereka kwa sababu hatujui ni nani ambaye tuenende naye. Sasa kuna aina mbili za uraibu. Na nilikuwa nakuja hapo ili baada ya kumaliza kutuelezea uraibu huu wa pombe, mtu anafanya mpaka kupitiliza. Ndio. Kwa kiasi inapita. Biblia inasema fanya kwa kiasi. Tuelekeza tufanye hivyo. Maandiko yanatuelekeza kila kitu kwa kiasi. Kwa kiasi. Ikipitiliza pale ndio changamoto. Ndio changamoto. Umezungumzia kwamba swala zima la uraibu, umezungumza mwenyewe mwalimu kwamba ni njia pekee ya mtu kupona ni kukubali na kujikubali. Na ndio changamoto kama nilivyosema. Ndio shida ilipo ya watu wengi. Ni kweli. Mtu mwingine ukimwambia jambo fulani kwamba wewe unapaswa ufanye hivi, mnagombana. Hiyo ni kweli kabisa, kwa sababu kwa mfano wengi nao washauri nachukua muda kumsikiliza kwanza ili ni empathy, ni teki, yani nachukua najiweka kwenye nafasi yake ili niweze kumkaribisha. Lakini sasa ukienda hivi, kwa mfano mwingine unaenda na kutukana, sasa mimi akinitukana najua sio yeye, ni kile kilichoko ndani mwake. Kwa hiyo sasa simuachi, naweza nikamwacha siku 3 lakini nikarudi tena. Ila nikiona inakuwa ngumu, namwambia ndugu yake tafute mtu wa karibu alafu aende naye kwa namna hii. Baadaye unakuta inakwenda. Kwa hiyo saa nyingine namwambia mtu mnunulie hiki kitabu. Kama mmoja aliongea naye siku ya kwanza, ya pili anielewi, nikamwambia mama yake mpe hiki kitabu. Akasoma dalili za mtu mwenye viashiria vya ugonjwa wa akili. Niliporudi kesho yake akaniambia, baba nisamee, nimeona vitatu vinavyonitesa ambavyo viko ndani yake. Viko ndani, yeye hajui. Lakini aliposoma akaona, basi tukaanzia pale. Ameacha bangi mpaka leo, amerudi anaelea watoto wake na alishaondoka, na akamwambia mama yake mimi nikija hapo labda niwe nimekufa. Naenda kupambana. Sasa hivi amerudi, amenani vizuri, maisha yanakwenda. Hongera sana. Twende tukaangalie sasa, najua kila kitu kuna vitu vyake ambavyo vinabeba hicho kitu. Tuangalie sasa aina za uraibu wa pombe. Ziko ngapi na zinafanyaje? Asante ndugu mtangazaji na ndugu mtazamaji. Tega sikio uweze kusikia vema. Zimegawanyika sehemu mbili. Sasa kwenye uraibu, aina ya kwanza inaitwa ni wanywaji au special user. Hawa ni wale ambao wanajitambua, wana familia, wana watoto, ana kiasi, ana hekima kwamba anakunywa, watoto wanaenda shule, watoto wana chakula, watoto, yani yale mambo ya msingi yani unywaji ni ziada kwake. Na hata kama yuko kwenye kundi la watu, yeye muda wake ukifika anawaacha, haendi na jinsi grupu linavyokwenda. Hawa wanajitambua, wanajifahamu, wanajielewa. Muda wao wa kwenda nyumbani unakwenda, na familia inaishi na inasimama vizuri. Hamna mgogoro, hamna chochote. Hawa tuna shida nao. Hawa hawana tabu. Ndio kwenye jamii tunawahitaji hawa. Hawa ni special user ambao hawana tabu, hawana nani, wanajitambua na wanajielewa. Wana mchango mkubwa kwenye jamii. Hawa kwenye mchango ni mkubwa. Hata kodi wanalipa vizuri na kwa utaratibu unakwenda. Lakini sasa inakuwa ni changamoto. Ni nani ya msingi sana, kwa sababu hawa wana kiasi. Hekima inapatikana kwenye kiasi. Busara inapatikana kwenye kiasi. Na huyu ukija kumuelezea yule mwingine, kuna swali nitakuja nikuulize hapa. Sawa. Asante. Kwa hiyo hawa ni hawa ambao wana nidhamu, wana kiasi ambao ni self control. Sasa ukiwa na nidhamu, maana yake unatawala hisia zako, hauendeshwi na yale ambayo yanakwenda au na watu na maneno ya watu. Unakwenda kwa ajili ya kutimiza lengo na yale mambo ya msingi kwenye maisha. Ndio. Hii ya pili ndio uraibu kabisa wenyewe. Hapa sasa ndio ulevi, kwa sababu una mnywaji na mlevi. Sasa uraibu wenyewe ni yule ambaye unakuta hajitambui, akipata mshahara anahama nyumbani. Manake yani mwingine analetwa na watu, mwingine hajui kama
familia inahitaji kula, mwingine hawaji. Yaani wajibu hapo haupo kwa kiwango kikubwa. Na sasa kadri inavyozidi kwenda hivyo unakuta paka ndoa inavunjika, ndipo pale unakuta mambo yanaharibika, migogoro inakuwa ni mikubwa. Sasa unakuta kijana anamtukana baba yake, mke anamtukana mume, mume anamtukana mke, bila kujali hata watoto walioko pale kwa sababu ya hasira ile. Sasa unakuta na pombe sio chai sasa. Ni kweli. Sasa afya ya akili inakuwa pale imepoteza kabisa, maana yake umeingia kwenye hizi nani magonjwa ya afya ya akili. Kwa hiyo unafanya lakini hujui, unafanya lakini ukikumbushwa kesho ukiamka unakuwa na guilty. Pale unakuta kwanza hajithamini yeye mwenyewe. Huyu mwenye uraibu sasa hajithamini, hajipendi, hajikubali. Akiambiwa hivi yeye ndio wa kwanza kupanda juu. Mke akimwambia hivi yeye ndio wa kwanza kwenda hivi. Sasa kwenye uraibu hapo napo pamegawanyika sasa. Kuna mraibu wa pombe, hapa tunazungumzia pombe. Kuna mraibu wa madawa, ndio. Kuna mraibu wa kubeti. Kwenye jamii yetu sasa hivi hali ni ngumu kwa kweli. Kuna mraibu wa picha hizi za utupu, na hakuna kitu pia cha hatari kama hicho. Kubeti na hizi picha zinatupa nani mbaya sana kwenye jamii, kwa sababu ule utulivu wa akili unaondoka, usikivu ule unaondoka. Unakuta sasa picha zile wenzetu wanazozionyesha kule, yani wenzetu wako kibiashara, nje za wenzetu wanafanya biashara kule. Sasa sisi tunapoingiza akili zetu kule tunasahau uzalishaji. Tunasahau uzalishaji, kwa sababu ukisha zitizama zile unaondoka kwenye uwepo wako, unaendelea kufikiria yale. Yaani ile asilimia ya kufikiri katika kuzalisha zaidi cha kwako inaondoka. Asilimia kubwa kwenye akili yako ya ufikiriaji unaanza kufikiria tu yale mambo. Yaani ukikao tunafikiria ile instant gratification, ile nani ya haraka. Yaani unataka nani ya haraka, kwa sababu unatizama tu unaona ni rahisi. Lakini hakuna ambacho kinakuja. Hata mbegu ukipanda lazima ioze. Utasubiria kwanza baada ya siku kadhaa ndo inaoza, alafu ndio iweze kwenda. Sasa kanuni zile unakuta inakuwa ni changamoto, hasa kwenye hiki kipindi ambacho utandawazi umekuwa mkubwa. Kwa hiyo jamii yetu inakuwa ni changamoto. Sasa hivi vituo vingi vya uraibu vimeanzishwa, na nadhani wizara mamlaka ile ya kupambana na hizi madawa ya kulevya nadhani wanafanya kazi nzuri. Hata unaona saa nyingine wanachoma nani za bangi zile, sasa na haya madawa pia. Kwa hiyo inasaidia pia kuondoa huo mkanganyiko ambao sasa ungeleta shida. Kwa mfano sasa hivi 75% ya uraibu unaotokea sasa hivi unasababishwa na pombe. Si rahisi sana kutembea mtaani kwa kukuta mtu wa madawa ya kulevya, yani mtu ni mraibu kabisa kwa madawa hizi heroin, kwa jinsi ambavyo mamlaka imeweza kufanyaje kudhibiti, tofauti na miaka ile ya nyuma. Hauwezi ukaona inauzwa mtaani, lakini sasa hivi unaweza ukakata mwezi hujamuona mtu ambaye ni mraibu kabisa kabisa kwamba mpaka uende yani zile sehemu ambazo unajua na zenyewe watu kwa kujificha. Kwa kujificha. Lakini sasa pombe ziko mtaani. Zinauzwa miwili tatu shakutana na sehemu hii, ukienda zinauzwa. Sasa na shida kubwa ya hapo ni kwamba inatusaidia shida kubwa ni kwamba pombe kuna kemikali. Kwanza mwili unaendeshwa na vitu vitatu: kemikali, homoni na vimeng'enya. Sawa. Sasa homoni zikiwa imbalance kutakuwa na shida kwenye mwili. Kemikali zikiwa nazo zina shida, maana yake mate haya yanapochanganyikana na chakula ndivyo tunapopata nini? Ladha. Yaani ladha unayosikia mdomoni, mwili huu una absorb nutrient ile moja kwa moja. Kwa hiyo unapokula ndivyo hata digestion itafanya vizuri. Ukila kabisa unafeel taste ya kitu fulani. Kuna mwingine hana hiyo, kwa sababu sasa vimeng'enya vile, msongo wa mawazo ni mkubwa, kwa hiyo havizalishwi. Kemikali ndio zile ambazo ni vichocheo. Wanaongea na mtu mmoja kaniambia kemikali itasaidiaje mwili? Kemikali ni vichocheo vinavyozalishwa na ubongo kwa ajili ya kuupa mwili huu uhai na uweze kuishi vyema. Kwa mfano kemikali moja ni endorphin. Endorphin ni kemikali inayozalishwa na ubongo kuupa mwili raha. Sasa mlevi huyu mraibu anapoanza kunywa,
mwili unaanza kupoteza. Kadri anavyoongeza, endorphin ya mwili haizalishwi. Kadri inavyokuwa haizalishwi, ndivyo inapotea. Ikishapotea, anaingia kwenye addiction. Mwili hauwezi ukafanya kazi tena bila kutegemea nini? Bila kutegemea pombe ile. Ndio pale sasa unakuta anaingia kwenye uraibu moja kwa moja. Nikushukuru sana mwalimu katika maelezo yako hayo. Leo tunazungumzia kuhusiana na afya ya akili na uraibu wa pombe. Kabla tujaenda mapumziko, kwa ufupi sana, ile swali langu lilikuwa ni hili moja kabla tujaenda kwenye turudi kwenye baada ya mapumziko. Huyo mtumiaji maalum ama mtumiaji ambaye tunaona ana mchango mkubwa, anaweza akamshauri chochote mraibu? Wanaweza wakakaa wakaelewana? Anaweza akakaa akaelewa, kwa sababu hawa wana kiasi. Huyu mwenye kiasi ana utambuzi. Special user ana utambuzi, ndio maana anapeleka watoto shule, anahakikisha chakula kiko nyumbani, anahakikisha utaratibu wa nyumbani unakwenda vizuri. Hata msaada kwa mwingine ana uwezo wa kutoa. Kwa sababu huyu ana save, ndio maana anajitambua kwenye jamii. Sasa ukikuta yani huyu ni muwajibikaji kwenye jamii, na ndio maana anapeleka. Huyu mwingine sio muwajibikaji, ndio maana ikifika mahali inabidi afungwe kamba, apelekwe kwenye sehemu ili aweze hata kusaidika. Lakini kwenye jamii na kwenye familia watu ni wengi, yani familia nyingi zinateseka kwa sababu mama, yani unakuta sasa uraibu, mama anateseka na watoto upande mmoja ndio unalea, tatizo haya yanakuwa ni changamoto. Ndio maana hapa kwenye huyu mraibu ambaye amepitiliza, yani kwa kiasi, unakuta hata anapewa ushauri, labda wako sehemu fulani, akipewa ushauri, ambaye utaniambia nini wewe mnywaji mwenzangu tu wewe, umeona? Sasa ndio hapo sasa maana yake huyu akipewa ushauri hawezi, kwa sababu yamepitiliza kiasi. Conscious zile yani anakuwa anaona kila mtu hawezi kumwambia chochote. Hawezi kumwambia chochote kwa sababu ile nguvu ile, ujue ni spirit. Spirit ya Mungu ni kama vitu tunavyozungumza, tunawapelekea watu taarifa ambayo ni ya kweli, akizingatia basi yatamsaidia. Lakini ukishaingiza spirit ile nyingine, maana yake umezuia ile yenye maana ya Mungu ndani kufanya kazi. Hauwezi ukasikiliza. Na ndio maana unakuta huwa anamwambia mtu, hebu muandae kisaikolojia, kwa sababu mimi siwezi nikamvamia tu hivi, anaweza akakimbia. Ni kweli. Anaweza akazani ninamwataki kwa nani. Sawa, nikushukuru sana mwalimu. Tuweke nukta hapo kwanza. Twende tukapate kidogo maji ili tukirejea hapa basi moja kwa moja tutaenda kwenye sababu za uraibu wa pombe. Nikushukuru sana. Na mtazamaji wetu, endelea kufuatilia, endelea kusalia nasi. Kama una chochote, una mchango wote, swali lolote, maoni, ni 0742773444. Tutumie mchango wako, maoni yako, ushauri, swali lolote kwa mwalimu, basi yuko hapa kwa ajili ya kupitia maswali yako na kuyafanyia kazi. Na kama una chochote cha kumshirikisha, basi kupitia hiyo nambari 0742773444. Tunakukaribisha sana. Na kama unahitaji kumuona yeye mwenyewe binafsi, mwishoni pale nitampa nafasi ya kusema mawasiliano yake, mnaweza mkawasiliana pia na mkayaweka sawa kila kitu. Tunaenda mapumziko mafupi, usiondoke, bado mambo mazuri yanaendelea kuja. Endelea kubaki hapo hapo. Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba. Na panapo haribika kitu kwenye familia, mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku, hapa Tumaini Television. Mtazamaji, upendo, yani nikikwambia katika kwaya hii kuna pea wewe. Na wao walikuwa wanawafundisha watu katika misingi hiyo. Sasa wale waliopata misingi kutoka kwenye huo mfereji hawasepetuki. Jamani, wanapendeza Mtazamaji, kwa Yesu ni raha Kuimba raha Uliniona toka mbali. Kwake Mungu, tazama mimi kanijalia karama ya kuimba.
Na asante sana mtazamaji wetu kwa kuendelea kusalia na kuamini elimu ambayo tunakupa ni ya muhimu sana hapa ndani ya kipindi cha Maisha Kliniki. Hapa ndo maishani, mwana maisha halisi, tunakukaribisha sana sana. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Maisha Kliniki ndani ya Tumaini Television. Niko na mwalimu wa saikolojia Samuel Molel. Tuko hapa kuhakikisha ya kwamba wewe unanufaika na elimu hii ambayo tunaitoa hapa. Mara baada ya kutoka mapumziko mafupi hayo, sasa tunarejea hapa kuziangalia sasa sababu za uraibu wa pombe. Lakini yote kwa yote tuelezee mchakato wa ulevi. Sawa. Alafu ndo tuzitazame hizi sababu za uraibu wa pombe kabla ya kwenda kutazama dalili. Asante sana ndugu mtangazaji na ndugu mtazamaji unayetufuatilia. Pombe ni kinywaji chenye ulevi au kimiminika ambacho lengo lake kubwa ni kuburudisha au kufurahisha mwili. Sasa ukitumia kwa kiasi inaweza ikawa na maana kwako. Ukitumia kupitiliza inaweza ikawa na athari hata za magonjwa kama visukari, saratani, kwa sababu vinaenda kuingiliana kwenye mwili. Sasa pombe inachakatwa kwenye mwili. Pombe inachakatwa moja kwa moja kwenye ukuta wa tumbo bila kumeng'enywa. Pombe inachakatwa moja kwa moja kwenye ukuta wa tumbo bila kumeng'enywa. Na baadaye inasafirishwa kwenye damu kupitia seli za mwili. Sasa inaposafirishwa pale kwenye sehemu za mbalimbali za mwili, unapata, ukumbuke pia pombe ndio inayopunguza kiwango kikubwa cha maji mwilini, hasa pombe kali. Kwa hiyo mtazamaji unayenisikiliza, elewa hapo kwamba pombe inasafirishwa kwa namna hiyo na inapunguza kiwango kikubwa cha maji mwilini. Na inapopunguza kiwango kikubwa cha maji mwilini, inaleta shida kwenye seli za mwili. Na seli zinazopata shida kwenye mwili zinapokuwa dhaifu, madhara yake ni kwamba yataonekana kwenye ini, yataonekana kwenye mapafu, yataonekana kwenye kongosho, yataonekana kwenye figo. Kwa hiyo elewa kabisa pombe madhara yake ni makubwa kwenye mwili. Wale wa shirika la afya duniani walisema hakuna kiasi kidogo kwa mwili wa mtu unapozungumzia habari ya pombe. Kama unaweza ukaacha, unaweza ukaacha. Kama unaweza ukatumia, basi kwa kiasi, lakini wanashauri kwa namna hiyo. Sasa sababu zinazosababisha mtu kuweza kuingia pia kwenye uraibu au ulevi, sababu namba moja ni mtu anaweza akapata na janga au ajali. Ile ajali kwenye trauma ni kiwewe. Inaweza kapata ajali au janga fulani ambalo linaweza likampelekea yeye kukosa msaada wa kisaikolojia, mwisho akawa ameingia kwenye hiyo hali akidhani kwamba anajisaidia. Pointi nyingine ni kuachwa na mwenza wako au kufiwa na mwenza wako. Ukifiwa na mwenza wako, saa zingine usipopata msaada mzuri, unaweza ukajikuta unaingia kwenye ile hali ambayo inaleta madhara. Pointi nyingine ni migogoro. Migogoro kati ya mke na mume, hakuna amani. Mwingine anarudi saa 6 usiku kwa sababu anataka arudi wakuto wamelala, lakini anakuja amelewa. Kwa hiyo unakuta migogoro pia nayo inaleta changamoto kubwa katika hiyo kuingia uraibu wa pombe ama kunywa kupindukia. Kunywa kupindukia. Nyingine pia ni upweke. Mtu anapokuwa mpweke, hataki kuchangamana na watu, kushirikiana na watu. Kwa hiyo unakuta manake ndani mwake unaweza kukuta ana ubinafsi na sababu nyingi ambazo zinamfanya mtu awe vile. Lakini sasa upweke nao ni shida kwenye mazingira na vitu vya namna hiyo. Ziko sababu nyingi, lakini nadhani hizo za msingi zinaweza zikasaidia na ndugu ukaweza ukaelewa. Sawa, nikushukuru sana mwalimu, lakini swali langu ni moja. Hizi sababu na dalili zinaweza zikawa zina utofauti? Sababu za uraibu wa pombe na dalili. Zinaweza zikawa na utofauti. Dalili zake ni zipi? Na pengine mtu ambaye anatutazama kwa sasa hivi, ili akiziona achukue hatua mapema, hata kama ni kwa ndugu yake au kwa rafiki yake. Sasa dalili zake kubwa ni mtu kuwa tegemezi. Unakuwa tegemezi, maana yake sasa ni mtumwa.
bila hili haiwendi. Kumbuke bila pombe mambo hayaendi. Unaweza kukuta mwingine bila kuvuta bangi kazi haifanyiki. Bila kwenda kupiga kidogo anajibusti ili aweze kufanya kazi. Sasa maana yake mwili umeshapoteza. Ndio maana ile endorphin ya mwili inapokufa mtu anakuwa na utegemezi ule unaingia moja kwa moja, ambapo ni madhara pia. Pointi nyingine ya pili ni mtu kuzidiwa na msongo wa mawazo. Sasa unakuta hauna utulivu, hauna amani. Sasa inakuwa jambo fulani unaona tu ngoja nikajitulize, unajigeresha, maana yake unakimbia wajibu ule. Kama ni nyumbani unaona sasa hapa nitadaiwa hiki, unaenda ukakae, bora uondoke ukakae kule uweze kunanisa. Msongo wa mawazo nao una changamoto kwenye hilo. Dalili nyingine ni mtu kuwa na huzuni na majuto maishani mwake. Sasa maisha hayaendi, mtu anakuwa anajuta tu, nakaa sononeko la moyo. Ingekuwa ni hivi, huyu mke ningejua hata nisingeoa, huyu mume ningejua hata ingekuwa hivi. Sasa unakuta ni changamoto inakupa tabu. Dalili nyingine ni kupoteza kwa hisia. Kupotea kwa hisia, ambayo kwenye pale ni bipolar disorder. Hisia zinavyo inaita mood swing. Hisia zinavyoparanganyika, unaweza kukuta kwa wote, mwanaume na mwanamke, unakuta hata tendo aliwezi likafanyika vizuri. Lakini sasa wanahitaji hao watu wapate msaada ili waweze kurudi. Kwa hiyo mwingine akiona mambo hayaendi anaamua sasa ngoja mimi nihamie upande huu. Kumbe anasababisha pia athari kwa mwenzake kwa namna moja au nyingine. Sasa pointi nyingine ni mtu kuwa kupoteza kumbukumbu. Anakuwa kumbuki. Kutoka hapa ajui kama tulikutana. Kwamba yaani akifanya jambo haelewi. Akifanya hivi haelewi. Sasa unakuta changamoto zinakuwa ni nyingi kwa namna moja au nyingine, inampa tabu. Shida nyingine sasa ni kwamba ni mtu kupata kwa mfano na haya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kwa mfano ameambiwa ana kisukari, akapokea vibaya. Akipokea vibaya ni changamoto nayo, kwa sababu mapokeo yale yanaleta shida kubwa. Na ndugu mtazamaji na ndugu mtangazaji na ndugu mtazamaji, sehemu kubwa ambayo inatesa watu, hakuna ugonjwa mbaya duniani kama msongo wa mawazo wa kudumu. Msongo wa mawazo wa kudumu, nadhani tutatafuta mada siku moja tuzungumzie huo msongo. Msongo wa mawazo wa kudumu ndio chanzo cha haya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Najua nikiongea hapa wale mafarmasisti wanaweza wakanikimbiza, lakini tutatafuta siku tutazungumza tu, kwa sababu watu wanahitaji kuwasaidia watu wapone na mtu aelewe, kwa sababu ndugu mtangazaji, it is only understanding that can avoid distraction. Uelewa ndio unaoondoa uharibifu kwa mtu, kwa maisha ya mtu. Kabisa. Ukilielewa jambo vema ni dawa. Ni rahisi sana hata kufanya shughuli zako zingine zikaenda. Kabisa. Kwa sababu ukweli unakuweka huru. Lakini hakuna kinachokimbiwa kama ukweli. Kila mtu ukimwambia ukweli anakimbia. Ndio ile nakwambia, ukiwa na mtu rafiki, anaweza akawa baba, anaweza akawa mke na mume ndio wanaotakiwa wawe watu rafiki. Lakini sasa hivi ukikuta mume na mke wako kwenye gari moja wanasafiri, labda wamekaribia miaka 30 ya ndoa au 25 ya ndoa. Wamemaliza ile kabisa nani ya dhahabu imekaribia. Lakini huku mwanzoni huku kila mmoja anavuta kwake, kila mmoja anaenda na njia yake. Lakini tunakwenda kwa namna hiyo. Kwa hiyo sasa utakuta haya magonjwa ya kuambukiza nayo yanaleta shida. Wanasema kwamba what is happening and what is existing is necessary and perfect for the purpose of love. Mambo yanayotokea, mambo yaliyopo na yanayotokea hayana shida kabisa. Maana yake ubaya na wema ni watoto wa baba mmoja. Hatuwezi kutenganisha. Ndio pale niliposema nafsi, akili ya nafsi ni nini? Ni mawazo, uhasi na uchanya. Sasa ubaya ni uhasi. Uchanya ndio neema sasa mtu alionayo. Sasa wema ukizidi una uwezo wa kubadilisha baya kuwa jema. Kwa Rumi pale anasema Paulo kwamba ushinde ubaya kwa nini?
kwa wema. Shinda ubaya kwa wema. Maana yake uwe na wema zaidi, ili ukutana na baya uweze kulitransfer. Yaani uliona kabisa huyu jamaa huyu ana shida ya afya ya akili, huyu simjibu. Yaani uone kabisa kwa maneno yale, hapa siwezi kufanya hivi. Itakusaidia kwenda. Na kule Bwana alisema kwamba kuna wema wa kudumu, lakini hakuna uovu wa kudumu. Uovu wote ni temporary. Unapita tu. Unapita. Wewe mvumilie tu. Ni mlevi, mvumilie tu. Lakini msaidie, mwelekeze, lakini humility inakuwa iko juu zaidi. Mwalimu, nikushukuru sana kwa elimu hiyo ambayo unaendelea kuitoa, na nzuri kabisa kwa watazamaji wetu wa kipindi cha Maisha Clinic. Tumeangalia hizo sababu, lakini pia tumeangalia dalili za kuacha, dalili za mtu ambaye kishaziona tu unaona sasa anaelekea siku uchukue hatua. Nikushukuru sana. Moja kwa moja, muda naona unakimbia kweli kweli, si rafiki, lakini muhimu zaidi ni hapa sasa ambapo tunatakiwa kwenda kumsaidia huyu mtu. Mbinu ama njia za kuacha uraibu wa pombe, ambapo hapa ndio inaweza kumsaidia pia kuimarisha afya yake ya akili na kuendelea kuwa tegemezi na msaada kwa jamii yake. Ni njia zipi hizo ama mbinu zipi ambazo mtu ambaye mimi kwenye familia yangu kuna huyo mtu, tunaweza tukatumia njia gani au mbinu gani ili kumsaidia yule ambaye tunamuona kabisa anaingia shimoni? Asante ndugu mtangazaji na ndugu mtazamaji. Siko mbinu, na ni kweli kwenye jamii yetu sasa hivi, familia na jamii, kuna changamoto, na mimi nitazungumza hizi njia chache ambazo zinaweza zikamsaidia mtu aweze kuondokana na hii hali ya uraibu au ya ulevi au utumiaji wa madawa, na inaweza ikamsaidia. Njia namba 1, kubali kwamba wewe mwenyewe kupambana na pombe, nguvu yako ya kupambana na pombe ni ndogo, na maisha yako yameharibika kwa sababu ya pombe. Kubali wewe ndani. Jinsi tulisema external operation must stop before, yani internal operation ile nani utayari wa ndani unatakiwa uanze, ndio unaweza ukaushinda huu wa nje. Kwa hiyo ukikubali kwamba kweli mimi nimelemewa, ni kama mtu anavuta ukikubali, maana yake umeshuka. Duniani hapa tunashuka ili Mungu atuinue. Sasa ukipanda juu, utajua utakutana na nani. Maji yanatoka mlimani yanashuka chini, yanaelekea baharini. Duniani tunashuka ili Mungu atuinue. Kama wewe unapanda, umsikilizi mke, umsikilizi mtoto wako, umsikilizi baba yako, umsikilizi yoyote, basi endelea kupanda tu uone kama utafika. Ukishuka basi safari inaanza pale. Kubali kwamba unahitaji neema. Namba 2 sasa, kubali kwamba unahitaji neema ya Mungu ili uweze kuondoka kwenye huo utumwa au hilo gereza lako, kwa sababu umetengeneza gereza mwenyewe. Hilo ni gereza kabisa. Yaani unajua kama umejifunga, unaona tu ni kawaida, ila kumbe umejishaji lima lock. Ndio ile Paulo anasema ni mtumwa tu. Mtumwa wa hiki, ni mtumwa wa uzinzi, ni mtumwa wa jambo hili linakwenda. Amua kwamba kuna nguvu ya kukuondoa. Kuna nguvu ya Mungu ya kukuondoa katika uraibu. Sawa. Amini kwamba kuna nguvu ya Mungu ya kukuondoa katika uraibu. Sasa usipokubali nguvu hiyo, utajikuta unabaki pale pale. Amua kugeuka kwa utayari wako na shauku yako mwenyewe. Amua kugeuka kwa utayari wako na shauku yako wewe mwenyewe tu, pasipo kuangalia fulani kwamba unaona kabisa sasa hivi huu ni mwaka wa 5, ni mwaka wa 7. Sasa naenda wapi? Hakuna kinachokwenda. Sasa nafanyaje? Inabidi nifanye kitu niweze kwenda. Ukiri wa kweli ndani ya mtu ni pointi nyingine. Ukiri wa kweli ndani ya mtu unamsaidia mtu pia kufanya toba ya kweli. Kwamba kweli mimi ninakiri kabisa, Mungu nisamee. Nilikosea familia, niliharibu kwa familia, sijasimamia familia. Kumbe mshahara wote nikipokea naenda na ula unaisha, unaliwa na watu wasiokuwa na maana. Sasa Mungu nisamee. Sasa ukikiri ndani mwako kwamba yale uliyofanya ni makosa, basi nguvu hiyo utakayopata utaanza safari nyingine na Mungu atakujalia utakwenda vema. Na nyingine
ni kuamua, ni kufanya uamuzi wa kujisamehe kwa kushindwa kusamehe. Kwa sababu ulikuwa unapambana na wivu na kiburi na majivuno, ukadhani mbinguni utafika, kumbe unatakiwa ushuke ili uweze kwenda. Kwa hiyo jisamehe kwa kushindwa kusamehe, alafu wasamehe wote wengine ambao umewakosea na walio kukosea, utajikuta unasonga mbele. Sasa hapa ndio pale unakuta Martin Niemöller, nadhani unamkumbuka, yeye alipotoka kwenye gereza la Hitler, alisema kwamba ilinichukua muda kuamini kwamba Mungu sio adui wa maadui zangu wala sio adui wa maadui zake. Mungu sio adui wa maadui zangu. Ilinichukua muda kujua kwamba Mungu sio adui wa maadui zangu wala sio adui wa maadui zake. Kwa hiyo na wewe ukisamehe, maana yake umepata wepesi. Anayesamehe ndiye anayepata nguvu ya kwenda. Hauwezi ukaulipa wema kwa ubaya, ubaya kwa wema kama huwezi kusamehe. Ndio maana anasema kisasi. Sababu uweze ukaelewa na uweze ukaona thamani ya hicho kitu. Hauwezi ukaona. Yesu msalabani tumefanya vurugu zote tukadhani tunashinda. Yeye alisema neno moja tu, Baba wasamehe kwa sababu hawajui hawalitendalo. Maana yake mwenye nguvu ya kutangaza msamaha ndiye mwenye uwezo wa kuanza safari ya maisha iende inavyopasa kwenye haya maisha. Kwa hiyo pointi hiyo ni muhimu sana. Kusamehe kutakufanya wewe ushushe ule mzigo unaokufanya uwe na uraibu, uendelee kubaki kwenye ulevi. Ukisamehe utaanza kupata nguvu mpya ya kwenda kusonga mbele. Nyingine ni kwamba pointi nyingine, amua kupoteza marafiki wote. Ni heri kupoteza marafiki wote ukaanza upya, alafu uondokane na uraibu, kwa sababu kuanza upya si kosa, kuliko kurudia pale pale na kuendelea kuwa vile. Hauwezi ukafanya jambo lile lile ukategemea matokeo tofauti. Nadhani unanipata hapo. Ndugu mtazamaji, tuelewe kabisa, ni heri kupoteza marafiki wote uondokane na uraibu kuliko kuendelea alafu ukose. Kuanza upya sio kosa, bali kurudia kosa ndio kosa kama inavyosemekana. Na hapa kwenye huo mfano umetolea mfano mzuri sana mwalimu. Kule vijijini wakishamaliza mavuno, ndio waga wanatoa kila kitu shambani. Ndio. Kila kitu kabisa ambacho shambani. Ndio. Ili msimu mpya unapoanza yasikutwe yale ndio ya mwanzo. Ndio hicho ambacho tunamaanisha kwamba si vibaya ukaondoa ambayo yanakufanya ama yanakuletea kikwazo cha kufikia sehemu. Ili ukija kuanza uje uanze upya na ile eneo lako. Sawa. Ndio huo mfano kwamba ondoa marafiki wote ambao wanakufanya. Kwa sababu hata pale anasema ni mtu anayewaza tofauti na wewe unaweza ukamuona ni mbaya, lakini ukiwa na wema ndani mwako, anayewaza mabaya kwako utaona kabisa huyu mtu kuna jema pia ndani mwake. Ni kama na yule ambaye ni mvuta bangi ambaye alikuwa ananitukana kabisa, lakini mimi naona kilichoko humu ndani, kwa hiyo simwachi, lazima niendelee, kwa sababu hii hali ikipambazuka huyu mtu kitatoka kitu kingine ambacho ni tofauti ndani mwake. Kwa hiyo hilo ni la msingi. Wakati mwingine kuna marafiki ambao ni maadui. Sasa ni heri uwe na mtu mmoja rafiki. Mtu rafiki ni mtu muhimu sana kwa maisha ya mtu. Heri ukose mwaka mzima kuwa na rafiki, lakini uwe na mtu rafiki kuliko uwe na watu rafiki ambao wanakuingiza, wao ni kuni za kukuingiza kwenye tanuru la moto, ubaki kwenye uraibu. Leo kuna lugha moja vijana wanatumia, wanasema kwamba unakuwa kama unavyozungumza mwalimu, unakuwa na watu rafiki alafu na mtu rafiki. Mtu rafiki unaweza kumwambia jambo lolote akakwambia sasa tunafanyaje. Ukaenda kwa watu rafiki, wao watakuja na lugha sasa utafanyaje. Kuna huyu atakwambia sasa tunafanyaje, manake jambo lako ni jambo lake pia. Ni la kwake. Mtu rafiki jambo langu ni la kwako. Ndio maana nikakwambia nikiwa nampa mtu ushauri najiweka kwenye nafasi yake ili niweze kumsaidia. Uone ule uhalisia ambao watu rafiki hawana hiyo habari. Ndio wanataka wakijua itangazwe. Ndio unafiki huo sasa na uchawa wenyewe kwenye jamii na familia zetu ambazo hautakiwi. Ndio. Muelezane bwana ni hivi na hivi.
wala ataumia kwa muda, lakini baada ya muda atasema lakini bwana alinisaidia. Alizungumza. Ni kama ile baba alivyoniambia sikuelewaga, lakini wakati naandika kitabu ndo haya kumbe kuna kitu ambacho kilikuwa hivi. Sasa unaweza kukuta ulivyozungumza hapa tu kuna mwingine pia imemuingia kwake, ataanza safari kwa namna nyingine kwa sababu tunatizama tofauti. Pointi ya mwisho, sio kwa mwisho kwetu lakini ziko nyingi, ni kushare, yao inaitwaje Kiswahili? Kushirikishana uzoefu. Uzoefu kama labda mtu amepita kwenye changamoto, ameshapitia ile changamoto, basi mshirikishe mwenzako kwamba hata mimi ilikuwaga hivi, mbona mimi ilienda hivi katika jamii yetu na familia, katika familia zetu na jamii yetu, kwamba mwenzenu, hata wazazi mnawaambia mwenzako yule alikuwaga ni hivi, lakini hebu muangalie sasa hivi alipo. Kwa sababu kuna wakati Mungu anaruhusu mambo yatokee. Inasaidia sana na hiyo mwalimu. Ndio. Inasaidia sana. Kwa sababu kuna wakati Mungu anaruhusu mambo fulani yatokee. Huwa wazazi wanapimwa kupitia watoto wao. Kwamba hivi unadhani Mungu akiwafanya watoto wako watajirike wote, wewe unawezekana ukawa na kiburi. Mungu anaweza akaamua akatawanya. Sasa anapima imani yako, utarudi kwa Mungu au utaenda kwa mganga au utafanyaje? Kwa hiyo kuna muda mzazi anatakiwa asibague watoto. Mzazi anatakiwa ikifika mahali kama hiyo, hata kama mtoto ameingia kwenye hali fulani, wewe mzazi, kwa sababu ule ni mwili wako, jinsi utakapokuwa unakemea vibaya, kinachopingwa vibaya ndicho kinachotokea. Chochote kinachopingwa vibaya ndicho kinachotokea. Lakini ukipinga na ukamueleza tu mwanangu hivi, haya maisha hayataenda kwa namna hii, hatutafika, kwa sababu kesho sasa watoto wako wataendaje? Ukiwaambia ukweli kwa namna ile, kwa utaratibu, anaweza akaelewa. Lakini ukisema umchukue umpeleke lock up ukafanya hivi, itakuwa ni changamoto nzito na jamii itakuwa haiendi. Lakini tukishirikishana uzoefu ule, unakuta changamoto zinakuwa tofauti. Lakini hasa kwa mfano unamtafutia mwanasaikolojia au unamtafutia padri au mchungaji, hebu zungumza na huyu mwanangu, kuliko wewe kuanza kumpigia kelele sijui nini, mtoto si laana tu. Sasa hiyo sasa unajua mzazi anapomlaani mtoto anajilaani yeye kwa sababu wewe ni wa kwako. Sasa ni mwili wako ule, kwa sababu mtoto wa fulani ule. Sasa unapomlaani mwanao umejilaani wewe. Sasa ni kule kukosa sasa shida ya afya. Jambo ni kushirikishana tu. Kushirikishana kwa nani. Na ikienda hivyo unaweza kukuta mambo yanakwenda. Na huyu anayetazama leo kuna uwezekano akapata kitu na yeye akaanza sasa, kumbe natakiwa niendeje na maisha yaende kwa utaratibu. Ndio. Nikushukuru sana mwalimu kwa nafasi hiyo nzuri ambayo kwa kweli umetumia kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma, na Mwenyezi Mungu atakubariki na tutaendelea kufanya kile kilichokuwa bora zaidi kwa ajili ya jamii yetu ambayo inatufuatilia na kutuona. Haya yote ambayo mwalimu anayazungumza pia hapa, Samuel Moleli ndani ya kitabu chake cha Afya ya Akili na Ustawi wa Ndoa utayapata pia, na ameandika kwa uzuri na ni mengi ambayo yatakusaidia. Haya mengine ambayo tumeyazungumza hapa ndani ya dakika zetu hizi ni machache, lakini mengi zaidi ukisoma hiki kitabu kitakusaidia sana sana sana. Ni wewe tu kufanya mchakato mzima kwenda kufanikisha jambo hili liweze kwenda vizuri. Mimi nakupa nafasi, muda wetu sio rafiki, zungumza na watu ambao wanatufuatilia na kutuangalia kwa sasa. Pengine kuna mtu mwingine angetamani akutafute wewe mwenyewe binafsi, muweze kuongea na umsaidie kwa namna moja ama nyingine. Anakupataje? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi napatikana niko Kimara Stopover hapa Dar es Salaam, na napatikana kwa namba ya simu 0785 270 390 0785 270 390. Kwa anayehitaji ushauri basi tunawasiliana, aliyeko mikoani tunawasiliana pia. Tunafanya pia huduma kupitia simu, sio lazima uje hapa Dar es Salaam. Kwa aliyeko Dar es Salaam tunaweza tukawasiliana, lakini kwa anayehitaji kitabu pia kwa namba hiyo tunaweza ukakipata. Lakini ukifungua kwenye mtandao, unafungua Spring Play App Store kwa simu za Android, ukifungua kule unaweza ukapata maelekezo ukakinunua kupitia njia zile za kule. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwa wale ambao wanahitaji semina. Elimu hii ya afya ya akili ni ya muhimu sana kwako, na unaweza ukajua ni namna gani pia usimamie familia yako, kwa sababu ufahamu ndio unaoondoa uharibifu.
Ni kweli. Asante sana. Asante sana mwalimu. Nikushukuru sana kwa nafasi hiyo, na naamini pia mtazamaji wetu wa Tumaini Television na wewe ambao ulikuwa unatufuatilia mwanzo mpaka tamati, kunayo mengi sana ambao umejifunza kupitia kipindi chetu cha leo, afya ya akili na uraibu wa pombe. Mwalimu amefafanua vizuri sana. Nikisema nirudie hapa sitamaliza kwa muda ambao umebaki. Yote kwa yote, endelea kutufuatilia, endelea kubaki nasi katika vipindi vyetu, na endelea pia kuwasiliana na mwalimu kama una jambo lolote binafsi, basi utawasiliana naye. Lakini kwa namba yetu ya ndani ya mawasiliano hapa Tumaini Television ni 0742773444. Tutumie mchango wako, maoni, swali lolote, basi nasi tutafanyia kazi. Kama tunahitaji kulifikisha kwa mwalimu, tutalifikisha. Nami nasema asante sana kwa Joseph Peter ambaye anahakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Jina langu ni Innocent John. Tunamaliza hivi: yatazame maisha yako kwa kioo kikubwa mbele ya gari, usiyatazame maisha yako kwa kioo kidogo pembeni ya gari, kwani kioo kidogo huonyesha yaliyo nyuma yako, bali kioo kikubwa cha gari huonyesha yaliyo mbele yako. Endelea kusonga mbele hata kama kuna magumu kiasi gani, usirudi nyuma, songa mbele. Uwe na wakati mwema. Ndani ya kitabu cha Afya ya Akili na Ustawi wa Ndoa utayapata yaliyo mengi. Bye bye kwa sasa, vipindi vingine vinaendelea. Asante na kwaheri.